msichoke kutenda mema. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya kwanza ya Kwaresma ya mwaka wa Kanisa, mwaka A. Masomo ya Dominika ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 9 na sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Tusikilize somo. Bwana Mungu alimfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake mtu huyo aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la pili ni kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 19. Tusikilize somo. Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hao hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Neno la Bwana.
Tumshukuru Mungu. Tusikilize Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sifa kwako, e Kristo. Baada ya kubatizwa, Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu zangu, kabla hatujaanza kutafakari ujumbe wa Dominika ya leo, ambao ni wito wa kushinda vishawishi vya dhambi kwa neno la Mungu, ningependa kwanza tuanze kwa kutafakari mambo mawili muhimu sana katika kipindi hiki cha Kwaresma. Jambo la kwanza ni maana ya Kwaresma, na jambo la pili ni mambo muhimu ya kuzingatia katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tukianza na maana ya Kwaresma, neno Kwaresma linatokana na neno la Kilatini quadragesima lenye maana ya 40. Kumbe Kwaresma ni kipindi cha siku 40 cha maandalizi ya kiroho, toba na uongofu, na kutafakari mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, huku tukielekea kwenye sherehe kubwa sana katika imani yetu, sherehe ya Pasaka. Jambo la pili ni mambo ya kuzingatia katika kipindi hiki, ambapo katika hili tunahimizwa kuzingatia mambo matatu, yaani sala, kufunga na matendo mema. Lengo la kualikwa kuishi maisha ya sala, kufunga na matendo mema ni ili tujisogeze karibu zaidi na Mungu katika kipindi hichi cha Kwaresma, aliyemtoa mwanaye ili kutukomboa. Ndugu zangu, baada ya kutafakari mambo hayo mawili, basi turudi kwenye masomo ya leo. Na kama nilivyosema hapo awali, ujumbe wa Dominika ya leo ni mwaliko kwetu wa kushinda vishawishi au majaribu ya dhambi kwa neno la Mungu. Katika somo la kwanza tunaona jinsi Eva alivyoshindwa na kuanguka dhambini kutokana na vishawishi vya nyoka, yaani Shetani. Kuanguka kwa Eva ni dhahiri kwamba kulitokana na kwenda kinyume au kutokushika neno la Mungu, aliyemwamuru kutokula tunda la mti wa katikati, yaani mti wa elimu ya mema na mabaya. Kinyume cha Eva, Yesu katika Injili ya leo anatumia neno la Mungu kushinda majaribu ya Shetani, anayemjaribu katika mambo matatu. Hivyo ndugu zangu, katika Dominika ya leo tunajifunza mambo mawili yafuatayo. Jambo la kwanza ni kushinda vishawishi na majaribu ya dhambi kwa neno la Mungu.
Katika somo la Injili tumeona jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoshinda majaribu matatu ya Shetani kwa kunukuu maandiko matakatifu. Hii ni tofauti kabisa na Eva aliyeanguka vishawishini kwa kuwa hakulishika neno la Mungu lililomkataza kula tunda la mti wa elimu ya mema na mabaya. Ikiwa Eva angelishika neno hilo, ni wazi kuwa asingeanguka vishawishini. Eva alianguka kwa kuwa alitegemea akili na utashi wake na sio neno la Mungu. Katika kipindi hichi cha Kwaresma, ndugu zangu, tujenge mazoea ya kuwa karibu na neno la Mungu. Tujenge hamu ya kulipenda, kulisoma, kulitafakari na kuliishi neno la Mungu. Je, majumbani mwetu mna Biblia? Je, katika familia zetu tunasoma neno la Mungu na kulitafakari pamoja kama familia? Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Ndivyo isemavyo Zaburi ya 119 mstari wa 105. Hivyo basi, ndugu zangu, tujitahidi kulipa umuhimu neno la Mungu katika maisha yetu, kwani linatusaidia kushinda vishawishi kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyoshinda vishawishi vya Shetani. Leo hii tunaalikwa kuvishinda vishawishi vya Shetani tukimwiga Bwana wetu Yesu Kristo. Tushinde kishawishi cha kugeuza mawe kuwa mkate, yaani tamaa za mali na tamaa za kimwili. Tushinde kishawishi cha kujirusha kutoka hekaluni, yaani tamaa za kutaka miujiza ya kulazimisha na kujionyesha ama kutafuta sifa. Na tushinde kishawishi cha kusujudu na kumilikishwa falme na milki, yaani kutafuta madaraka hata kwa njia zisizo za haki, ikiwemo hata kuua au kuabudu vitu badala ya Mungu ili kupata mafanikio ya haraka. Tunaalikwa kuvishinda vishawishi hivyo vyote na vinginevyo vinavyotujia katika maisha yetu kwa nguvu ya neno la Mungu. Ndugu zangu, jambo la pili tunalojifunza kutokana na masomo ya leo ni utii kwa amri na maagizo ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kwa kutomtii Mwenyezi Mungu, Eva alianguka anguko kuu. Lakini kwa utii, Yesu Kristo anayashinda majaribu ya Shetani na hivyo kutuonyesha mfano kwamba mafanikio ya kweli yanapatikana kwa utii kwa Mungu. Kwaresma ni kipindi cha kurejea tena, kumsogelea Mungu tena, kumtii Mungu tena ili tupate baraka kutoka kwake. Kwaresma ni kipindi cha kutii maagizo ya Mwenyezi Mungu anayetuelekeza kuishi maisha ya sala zaidi, kufunga na kutenda matendo mema ili tuweze kufanikiwa katika yote kwa baraka zake. Hivyo basi, tumuombe Mungu hasa tunapoanza Dominika ya kwanza ya Kwaresma, yaani tukiwa bado mwanzoni kabisa mwa mfungo huu, ili atujalie neema yake tuweze kulipenda neno lake na pia kutii maagizo na amri zake, tupate kupata mafanikio ya kweli kadiri ya mpango wake. Tafakari na Padri Faustin Herman Emil CSSP, toka Nyakitonto, utume nikifanya Nyarugusu, wilaya ya Kasulu, Kigoma, Tanzania. Msichoke kutenda mema.